Ndani ya mwaka 1052 palipotokea vita ya Uislamu na Wakristo, na madaktari huyu akaona bora ame sehemu moja na kuelekea sehemu nyingine kwa kutafuta mji mpya. Huyu hapa anaitwa Dr. Robbie. Robbie ana mke wake Rebecca. Rebecca sasa hivi ni mjamzito. Walifunga safari wakiwa wote pamoja na walikuta kisiwa ama jiji la England, na taratibu wakawa wanasogea, lakini tsunami la bahari ikaanza kuwasumbua na tufani kawa nzito, na bibi dada yule akajifungua mtoto wa kiume. Robbie alichekelea na kufurahi kwa sababu amepata mtoto wa kiume katika tsunami zito, lakini asubuhi kimbunga kile kiliwapeleka pabaya na wakaanza kuangaliana nani na nani ambao ni mzima. Hapa anachukua kitabu chake ambacho kina udaktari, lakini Robbie alikuwa na mawazo kwa sababu alibaki na mtoto tu. Mkewe alimsaka mpaka akamsaka tena, hakumuona tena. Hapa Isaac alimfuata akamwambia, naomba tafadhali tuondoke. Akamwambia siwezi kuondoka hapa mpaka nimpate Rebecca. Isaac akamwambia, hakika Rebecca amekufa na watu wengi wamepotea kutokana na hii tsunami, si wewe ambao umepoteza. Asubuhi yake wakaona bora waanze kushota mporampola mpaka katika kasri hii. Walipofika hapa, mlinzi anawaambia, kwa Myahudi ama Muislamu humu utakiwi mapema, unabidi uondoke kabla jua halijazama. Basi walipoingia ndani humu, kuna mwizi huyu hapa ambaye anaitwa Xavier anaiba, lakini hapa mtu ambaye aloibiwa alimkamata huyu mwizi na kumkata na kumteua bega. Baada ya Dr. Robbie kuona tukio hilo, akamtuliza yule mwizi na kumrudisha bega lake kama jinsi ilivyokuwa awali. Dr. Robbie mdogo mdogo, lakini alikuwa analenga apate hawa watu ambao wanafanya matibabu. Angalia matibabu yao, mtu ameumia na huyu jamaa ambaye ni mbwa, anajisi kabisa ni mbwa. Huyu ni Leon Fried. Kama mwambia bwana, wewe toka na kijibwa chako, leo kuna mambo mazito kwa wale watu ambao wamekamatwa. Basi hawa ni Waislamu ambao wamekamatwa hapa, wanataka kuadhibiwa kwa sababu hawa siku zote wanapinga Ukristo. Kwa hiyo bora uwe mtu ambaye ni Mkristo kuliko kupinga Ukristo wa hapa ambao unaendelea. Basi kwenye kupapatua ama jamaa kamba zile zinawaka kwa sababu anataka kuchoma moto, na huyu hapa anabahatika kujinasua, lakini Dofu alipambana sana kutetea maisha yake na mwisho wa siku alifanikiwa kuondoka na kuacha marafiki zake. Daktari huyo alikutanishwa na Hana yeye ni mfanya kazi mkuu ambaye yeye anashughulika na masuala ya udaktari ndani ya hii ofisi. Alijielezea, lakini CV zake zilifanya atupwe nje. Hapa wamekaa hawana la kujua la kufanya. Huyu anaitwa Rosie hapa huyu jamaa anaumwa na yeye alipata tatizo la kuvunjika mguu. Kwa hiyo sasa kila mtu ambaye anamfanyia dawa anamfanyia huduma na kwa shida. Dr. Robbie alikuja akaweka mguu huu sawa na mguu karudi sawa. Mwanamama akamwambia, hakika una kipaji cha pekee yako sana. Mimi nimetumikia sehemu hii kwa uganga wangu wa kichawi, lakini wewe unaonekana ni daktari mkubwa. Huyu mwanamama anaitwa Morgan. Basi mwanamama Morgan akamwambia, hakika najua una mawazo mengi, lakini nchi hii ni ngumu sana, lakini kwa kuwa uko na mimi nitakuonyesha kitu, nitakusaidia kuona maono ya mbali na kujua kufanya udaktari huu nilokuwa nao, na wewe uendeleze na huduma hii, uendelee kumtumikia mfalme hapa, kwa sababu mfalme hana mtoto na mfalme anaugua yuko vibaya na hakuna daktari wa kumtibia mwingine. Basi mwanamama huyo akamchukua akamwambia, njoo nikupe maono. Ikabidi amfanye hapa na swala la uchawi akaanza kuliingia. Basi mchizi anajikuta tena yupo ndani ya maji, kamshika mtoto wake na mkewe, lakini mkewe mkono wake unaachesha naye. Jamaa alilia sana kwa sababu amebaini kwamba Rebecca tayari ameshakufa. Asubuhi yake katika castle, huyu jamaa mganga hapa anatabiri ama anaangalia tumboni kwa huyu mwanamke kuna nini. Huyu ni mwanamke lakini vile vile ni mke wa mfalme, lakini mfalme ambaye sasa hivi hali yake sio nzuri kiafya. Kwa hiyo mlinzi wa karibu na mfalme anamla mke wa mfalme na yeye kuchukua maamuzi ama uongozi wa hii nini hatamu. Lakini hapa sasa kuna tatizo. Jamaa anamwambia, hakika nisaidie, mimi dada yangu ama mke wangu anaumwa, kwa hiyo tunafanyaje? Ama mimi sina msaada mwingine. Dr. Robbie alikuja hapa, wenzio akamwambia, hakika tufungue tu kliniki, ikiwezekana tutibie watu bure. Hapa asubuhi wakaanza michakato ya kutengeneza kliniki mpya ambayo itatoa huduma kwa wanadamu ambao wanateseka, hawana uwezo. Na kweli asubuhi walijaa sana, na watu waliposikia huduma bure, kila mtu naumwa. Na kweli watu walikuwa wengi, na huyu dada aliweka urafiki na Abu na Rosie wakaanza urafiki taratibu, ili mradi kusongesha maisha. Na huku Dr. Robbie anasoma kile kitabu, lakini kuna baadhi ya tensi nyingine amezisahau, kwa hiyo anakuwa hana budi, inabidi aendelee kusoma na kujifunza. Isaac anamwambia, hakika endelea na jikaze, kwa kuwa kitabu hiko ni ulisi wetu na ni teknolojia yetu. Lakini asubuhi yule jamaa ambaye alinunuliwa au anaonekana kama mbwa amefungwa hapa na anachukuliwa sehemu moja na kupelekwa sehemu nyingine. Sasa ajifanya jibwa, basi mwacha pelekwa huko. Haya, narudi huko weka Hana hapa ana mawazo, lakini wanajiuliza ufalme watauendeshaje?
Umeona, kwa sababu wao yeye na mke wa mfalme wanakulana. Kwa hiyo sasa hivi wanataka kuchukua hatamu yote ya falme hii. Lakini huyu jamaa alikuja hapa akamwambia, hakika huyu ndugu yangu ni daktari na mke wake anaumwa. Kwa hiyo walimpeleka moja kwa moja kwa Dr. Hobi, lakini udada alikuwa anashindwa kupumua, lakini hapa alimtoboa kifuani na udada pumzi zikakaa sawa na akarudi kama awali. Huyu mfanyakazi wa falme alijisikia raha sana na kumuona udaktari ni mwaminifu, akamwambia, hakika tunaweza kufanya kazi pamoja, hakika mimi nimeshindwa. Jamaa alishindwa kuuza siri yake, lakini leo hapa wakiwa matajiri wamekaa na washauri wakubwa wa ufalme, huyu mwanamama anaongea, hakika mfalme hali yake mbaya, kwa hiyo inabidi sasa hivi apatikane mtoto mwingine ambaye ataeleza, bwana huyu ni daktari ambaye anaweza kumtibia mfalme, mnaonaje ili swala tumpeleke kwa mfalme? Watu wakabeza kwa sababu ugonjwa wa mfalme ni mkubwa. Jamaa akatoa 100%, akamwambia, mimi huyu jamaa akatibia familia yangu, kwa hiyo ili swala analiweza. Si baada ya pale akaonyeshwa anazululishwa katika falme na kupelekwa mpaka kwa mfalme, ili mradi ya mfalme mwenyewe huyu hapa anaitwa Kanuti. Basi mfalme Kanuti akaelezea jinsi anavyojisikia, ambia mimi hakika nikiliona jua tunapata shida. Na jamaa alimwagua na akamwambia mkaa kwenye jua. Na mfalme alipokaa kwenye jua kidogo, leo afadhali jua halikumzua watu wote, akamwona ujamani daktari ambaye hana masiala. Hata huyu mtu alomleta alizidi kupata wasifa ama wakfu wa kuzidi kusogea katika cheo. Na jamaa akaendelea kufanya recover ya huyu mzee ili mradi jua lisimsumbue, na akaendelea kumfanya makeup mingi ili mradi kurudisha uono wake na uwezo wake. Kweli mfalme aliandaa party kubwa sana, watu wakanywa wakasaza, hata bidada kidogo na kimimba chake cha mchwala anaendelea. Mfalme anajua yeye mimba ni ya kwake, lakini mimba hii ametiliwa na mfanyakazi wake. Kanuti akasema, hakika huyu ni daktari mkubwa wa falme, kwa hiyo anabidi apate heshima na inabidi apate kujengewa eneo kama hili. Lakini asubuhi yake wanakuta maiti, lakini wakaipuza na wakaendelea kutembea. Mfalme anazidi kumpeleka na akamwambia, na binti yangu ambaye anaumwa sana kuliko hata mimi, hakika ukimtibia huyo, yeye ndio mfalme ambaye atalisi ama malkia ambaye ataendesha. Ni huyu hapa anaitwa Irene. Daktari aliona naye Irene, lakini Irene aliingia katika kiza kwa kuogopa. Lakini punde Irene akamvamia lobby na akataka kumzuru, na wafanyakazi wakaja wakamtoa, wakamwambia hakika tulia. Na dada huyu akamuelezea mambo mengi juu ya Irene na siri ya Irene, kwa nini Irene mpaka sasa hivi yuko hivi. Basi mchizi akajitosa tena akiwa na zawadi nyingi na akamwambia Irene, vua hilo joho lako. Akavua, akampa apple. Na dada Irene anataka kumpiga na apple kutokana anachukua kama chizi, akamwambia hapana, wewe ni binadamu, hakika unajua nimepitia mambo mengi mpaka leo nimekuwa dokta, na wewe unaweza ukapitia mengi na akili yako ikakaa sawa, usijali kutengwa, usijali kupotezewa, usijali kila kitu, hakika mfalme bora ama malkia bora mwenye kuondesha jambo lake. Basi kweli maneno yale alifanya dada akamkumbatia, akaja akamletea Kanuti, akamwambia hakika mwanao hii ndo michoro ambayo ameichora, anasema kuna shetani wa nafsi wa roho wa mauti anamsumbua, kwa hiyo ni vitu vingi inabidi sana udidi naye, kwa sababu mwanao hujui kesho yake na kesho kutwa yake. Basi mfalme alijua na akamwambia, hakika naomba mambo mengine. Huu bidada leo katika viuno sana, ili mradi kumpagawisha mfalme, kwa sababu anajua mfalme ashaanza kukaa sawa kulikafa, na yeye swala lake mwanae ndo halisi ufalme huu, na yeye kwa akili yake kwa umalaya wake anaendelea kumchanganya mfalme na mfanyakazi wake. Hapa anajifanya kama bado na au kimimba kinamsumbua, lakini mfalme anaelewa kinachoendelea, na sasa hivi ndo maana anampambania Irene atoke katika ule ujinga alokuwa nao, ama atoke katika yale malazi yanayomsumbua kutokana na huu Dr. Robi. Lakini hapa sasa, baada ya kuona mfalme anaanza kurudi, hawa watu wakaanza kupanga mipango, lakini daktari alikataa, na daktari akaendelea kumtibia. Na hapa Irene anapewa huduma zile ambazo jamaa kaelekezwa na yule mama. Anaona sasa maono mazito juu ya babake na ufalme wake na maisha yake. Irene anatapatapa akasema, huyu ni shetani ambaye anataka kuchukua nchi yangu. Lakini baba alionekana akakaa katika kimbaza. Jamaa hata alipotaka kwenda kuokoa katika ndoto alishindwa, kwa sababu walishamwekea sumu mfalme ili mradi wao watawali. Mfalme Kanuti alikufa na watu wakatoa tangazo kama daktari ndiye ambaye amemuua mfalme, na wakaanza kuchoma yale vitu ambayo jamaa alitengenezewa na uaminifu wake wote katika nchi hii. Basi taratibu huyu Abu akamchukua mtoto wa Lobi wa ambaye alizana Rebeka na kukimbilia kile kitabu chao cha kufanyia huduma ili mradi waondoke nacho, lakini watu wabaya wanakikamata tena kile kitabu, na hata walipokipambania hiki kitabu mradi kinusuriki, vile vile yanatokea mazito, walikipata tena na hapa wakataka kuondoka nacho. Lakini ajabu na kitu ambacho hajakijua, anatoka nje maaskari walikuwa washakuwa wengi, wakaika tena katika kinyambasila na wakakamatwa na wakatangaziwa kitu kibaya. Balozi alijificha na wakaacha kina Abu ambao wamekamatwa. Lakini mwanamama huyu mwenye tamaa zake akasema, hakika mimi sasa hivi ndio nitakuwa kiongozi, kwa sababu daktari ameshaua mfalme na mfalme hana mtu mlisi. Akamwambia hapana, mfalme mlisi anaye ni binti yake Irene ambayo yuko hai. Basi Irene kugonga kengele na ishara ile, watu wakajua Irene yuko sawa. Lakini nani je
atalizika. Na Irene hapa hajui kama babake amefanywa mipango, na watu wanamwambia tumekosea, kule mtoto wa mfalme bado yuko hai. Akajifanya kama anataka kulia ama kudondoka ama ugonjwa, lakini kwa kuwa yeye alijua atabaki yeye kuwa kama yeye, ili mradi huu mtoto wake ama mtoto wao alozana huyu jamaa ndio aje kushika hatamu. Wakamwambia bwana, hakika kwanza mzalishe huu binti, na utapomzalisha huu ni mfalme mpya ama huu ndo princess ambaye anatajika kudhaliwa. Mara kwanza yule mganga alisema huu mtoto ni wa kiume, kumbe huu mtoto si mtoto wa kiume. Akamwambia mnalazimisha, na nyinyi ndio ambao mmemuua mfalme, leo mnataka mimi nimzalishe huyu. Basi sawa, nitamzalisha, lakini acheni familia yangu na watu wangu. Lakini baada ya hapo mama akakataa tena na kumrudisha tena nani Robi katika kinyambasila. Huyu Abu leo na mtoto hapa anatoroka naye taratibu, anampa Rose ni mada ya muangalie yule mtoto wa daktari mkuu, daktari bingwa, daktari ambaye amekuja kuishangaza dunia. Jamaa huyu kwa kuwa yeye ameshajua siri, akamwambia bwana, hakika mimi nakuacha huru uondoke hata kati. Akamwambia huyu hana kosa, na kosa sio kama alimuua. Kwa hiyo kama unaweza unasema huyu jamaa aliua, basi pambana na mimi. Basi mkono ukaanza kuika hapa na ukalia, na mwisho wa siku jamaa alikufa na mambo yakaisha. Na kwa kuwa nani yule mlinzi alijua kwamba hawa hawana makosa bali wamesingiziwa, akamwambia jamani, hakika bakini hapa, mimi nitatoka kwenda kumwangalia Irene, kwa sababu Irene ndio ishara bora ya falme hii. Irene kwa kuwa yeye ndio ambaye anastahili kuongoza nchi hii, kuacha mimi nikaongea na Irene. Irene alikimbia kutokana na watu sasa hivi hapo walitamani tena kumuua na kumchukulia Irene kama ana matatizo. Basi daktari akaanza safari na kuingia katika mapango mazito, mapango ambayo yana utulivu, lakini mapango haya yana watu ambao wamechanganyikiwa. Udada ataka kumpiga Robi katika jiwe la kichwa, lakini Robi akatoa kwa kauli yake ambao mamlaka Mungu amempa, yule watu wakatulia. Lakini watu wanakula watu, na mwisho wa siku walipoonja bega la mtu wakataka kuwala watu. Watu hawa wakabidi wakimbie ili mado wasijokaliwa kutokana na watu hao hapo kama wanyama. Na katika mapango haya walipambana na wakazidi kuingia ndani, wakakutana na yule mtu ambaye yeye ni mbwa. Akasema hakika namtafuta Irene. Yule mbwa akatoa ishara Irene yuko wapi. Watu wakapambana na watu wakazidi kuonana, na mwisho wa siku Irene alimuona dokta na kumnakili na kumjua. Dokta akamchukua Irene kwa sababu Irene ndio tumaini, na Irene yeye ndiye ambaye anaweza akaachisha mavurugu haya, kwa sababu kuna watu mama wanampinga ambao ni walinzi halali ama walinzi waaminifu wa huyu Robi. Mtoto wa Abu amekamatwa hapa, lakini hawa wakajielezea, na jamaa anapokuja hapa nakuta kile kijiji ambacho ameacha familia yake kimekufa. Akataka kukata tamaa, lakini akajipa imani, akasema naweza nikapata tena mtoto mwingine. Huyo mtoto alipotea sio kitu, kwa sababu mwanangu amepotea mimi kipindi namtafuta malkia wa nchi hii ama mlisi halali wa falme hii. Basi hawa watu na walinzi wake mchwala wanaendelea kupambana na kujua huyu mwanamke akitokea tu auawe. Lakini hawa wanapanga mipango yao na wengine wanapanga mipango yao, na mama huyu anamwambia hakika jitahidi. Na yule jamaa ambaye itaka kile kitabu cha Dr. Robi aendelea kusoma wewe, lakini mwisho wa siku ameshindwa. Na akamwambia mama, hiki kitabu mimi siwezi kukisoma, na inabidi tu arejeshewe mwenyewe, kwa sababu yeye ndio daktari ambaye anaweza akasaidia mambo mengi. Ikabidi afatwe Isaac ndani ya gereza. Akamwambia bwana, hakika tufundishe kusoma ili nani hii, mchukue kitabu. Wakaanza kumrahai Isaac ili mradi kumweka karibu naye, lakini daktari yule jamaa alichukua, kwa sababu alilipa zile fadhila za mkewe kipindi kile ambacho pumzi haikae vizuri, na akasaidiwa na Dr. Robi. Na watu hapa asubuhi wakaanza kumuona Irene anaingia katika kasiri, na hapa moja kwa moja Irene alifika kwa ule mama ambaye yeye ni mchawi mkubwa ama daktari mkubwa. Akamwambia hakika nilikuwa nakusubiri wetu Irene mimi nife, na hakika mtakamilisha. Basi kweli mwanamama huyu akasogezwa juu ya ule mlima ambao ametaka ama mlima ambao amekuwa, na hapa wakaanza kufanya ibada na matambiko ya mwanamama kwa sababu aende salama. Walikuwa wanamchukulia mama mwenye miujiza. Watu wakaanza kufanya ibada zao za kichana. Kweli Irene aliingia in deeply ndani ya mawazo mazito, na akaanza kuona maono mazito na jinsi damu itavumwagika na mambo yatavopambana. Lakini alikuwa hamjui anapojana naye nani. Anamuona babake kipindi kijana kabisa, na alimuona huu Shangingi anamuua mamake mzazi. Kuna maana mtau mama ndio ambaye amemuua mamake Irene ili madi yeye achukue nafasi hii na yeye madi aongoze falme hii. Irene anaendelea kuona mengi, akamuona huyu mama live bila chenga, na akajua huyu ndiyo muuaji wa familia yake, yani huyu ndio muuaji wa babake na huyu ndio muuaji wa mamake. Akasema hakika lazima tulipe kisasi, na hakika lazima nikaongee na wanajeshi wangu, kwa sababu mimi ndiyo mfalme ama mimi ndiyo malkia. Huku wanajeshi waaminifu walikuwa hawataki tena, wakaanza kupambana wenyewe kwa wenyewe ili mradi wamsimamishe wanaomtaka wao, ili mradi wamweke mtu ambaye anataka. Irene alitaka kwenda, lakini Dr. Robi alimwambia wakati huu sio sahihi, na dada
aliforce, ngumi zikawa nzito. Hapa katika haraka Huda alipigwa mshale au kijana, lakini huyu kijana alikuwa hajajiweka yeye kama mwanaume. Mara kwanza hapa anaja kuangaliwa na kutoa kifua chake kina maziwa. Jamaa kumbe wewe ni shangingi, alafu unajifanya mtoto wa kiume. Haya, tushakupata. Basi Irene alitokea na vitu vyote vya baba yake, na akasema hakika damu hii isiendelee kumwagika kwa jina la Yesu Kristo na ukoloni wetu, kwa sababu mimi nimetoka katika ufalme huu wa Yesu Kristo, na mimi ndio mtoto ambao nimeshushwa hapa kuja kupambania, na hii na sisi ndio wenye uhalali wa hii nchi. Basi watu wakaanza kukiri, wanajeshi, na huyu mama akajifanya kama amekubali kusaliti amri kwa mkuu wake, na akatoka akamvizia na akamtia kisu. Umeelewa? Baada ya kumtia kisu akasema nimeua nusu ya nafsi ya kishetani, lakini kwa sababu Irene alikuwa na walinzi waaminifu wakampiga, na alipomwangalia hapa Irene wakaenda akamtibia, na Irene akaka sawa, na ufalme ukarudi sehemu salama. Hata daktari huyu mwenye asili ya Kiarabu aliendelea kufanya tiba katika miujiza yake, na akajua ataendelea kuenjoy, na alijua kabisa kama Mungu alimleta huku kuja kuweka mambo sawa, na hata bibi huyu alitokea kumpenda. Wanangu, usisahau basi kutufollow, usisahau kusubscribe. Ni hapa Tam TV pekee, kisiwa cha burudani. Chao.